tulikuwa na bajeti ya bilioni 3.2 kwa upande wa mapato ya ndani, na yote mpaka sasa tumeshafikia 100% mpaka sasa hivi ninavyoongea. Lakini kwa upande wa mapato halisi tulikuwa tumekisia kukusanya ukiacha yale yanayokusanywa kwenye upande wa vitu vyetu vya kutolea huduma ya afya pamoja na shule na vijiji, michango ya wananchi. Kwa hiyo kwa mapato halisi ilikuwa ni bilioni 2 ni kama 4, lakini sasa hivi tupo kwenye bilioni 2.8. Kwa hiyo tumesogea, lakini kulingana na changamoto zilizopo bado ni kiwango kidogo cha makusanyo. Kwa hiyo sasa hivi tunachofanya ni kujenga uchumi wa wananchi ili hatimaye kwa baadaye makusanyo yaweze kuwa makubwa. Kwa mfano sasa hivi kila mwaka, nafikiri huu ni mwaka wa 3 mfululizo, kwa kushirikiana na bodi ya kahawa tunaotesha miche sio chini ya milioni 1 ambayo tunaigawa bure kwa wananchi. Wanachukua, wanapanda kwenye mashamba yao ambayo tunajua ndani ya miaka 2-3 wataweza kuvuna hizo kahawa na zitaongeza kipato kwa wananchi, lakini zitaongeza kipato kwa halmashauri. Lakini vile vile tunaendelea kukaribisha wawekezaji mbalimbali. Maeneo ya uwekezaji tunayo wale ambao viwanda vidogo vidogo, kilimo na mambo mengine, tunaendelea kukaribisha wawekezaji ili sasa waweze kuwekeza na kukuza uchumi wa Biharamulo. Lakini na sisi tunajipanga kwa ajili ya kuongeza vitega uchumi ambazo ni fedha tunakusanya moja kwa moja sisi kama halmashauri. Kwa mfano tuna bajeti ya kujenga kuboresha stendi yetu ya Nyakanazi ambayo tutaweka pale vyumba vya maduka. Kwa hiyo tunategemea baadaye sasa na hivyo vitaongeza kipato kwa wananchi. Lakini tumenunua maeneo kwa ajili ya parking mbalimbali, kwa maana kuwekeza katika tasnia ya usafirishaji. Kama unavyojua hapa magari mengi yanapita kwenda nje ya nchi, yanaenda Burundi, yanaenda Rwanda, yanaenda Uganda. Kwa hiyo pale Nyamahanga tayari tuna eneo la takriban ekari 5 ambalo tunatafuta hela la kuliendeleza ili liweze kuwa parking ambayo itaisaidia kipato. Lakini Nyakauro nako tumenunua eneo kwa magari yanayoenda nje ya nchi, Burundi pamoja na Rwanda, ambalo nalo tunaendelea kupata fedha na kutafuta fedha za kuwekeza either sisi halmashauri au kwa wadau wengine ambao na wenyewe litaweka kipato. Kwa hiyo tunaendelea kujipanga jinsi ya kukuza uchumi wa wananchi, lakini jinsi ya kuweka vitega uchumi vya halmashauri ili sasa uchumi ukikua zaidi, wananchi wakapata kipato kikubwa zaidi. Kwa hiyo naamini na makusanyo yatakuwa makubwa zaidi na changamoto zitatatuliwa kwa kiwango kikubwa. Sasa na mwisho kabisa, sasa ni wito gani unatoa kwa wananchi hasa kuchangamkia fursa, lakini na kuhakikisha sasa wanalipa mapato kwa wakati ili halmashauri iweze kujiendesha na kukamilisha miradi? Inayotoa kwa wananchi ni kuendelea kujituma katika kazi zao wanazozifanya, kwa maana kazi za kilimo, kazi za biashara, kazi zozote ambazo zinawaingizia kipato. Kila mtu akijituma, najua tutaweza kupata ushuru pale, na wamekuwa akijituma kwa sababu makusanyo yetu sisi yana mwaka hadi mwaka yanapanda. Mimi wakati nakuja hapa mapato halisi ilikuwa bilioni 1.6, lakini kama ninavyokuambia tunategemea mwaka huu tutafika kwa mapato halisi tutaenda mpaka bilioni 3 kwa mapato halisi, hujaweka mapato lindwa. Kwa hiyo naamini sasa na mapato lindwa nayo yanaongezeka. Kwa hiyo naamini wananchi wanajituma, ndio maana tunakusanya hizo fedha. Kwa mfano kama mwaka huu kwenye mazao mchanganyiko tumekusanya hela nyingi, almost bilioni nzima kwenye mazao mchanganyiko peke yake imetoka kwenye sekta ya kilimo. Kwa hiyo unaona wananchi wanajituma. Kwa hiyo na hamasisha waendelee kujituma, waendelee kulima, waendelee kufanya kazi. Wanapopata kipato na halmashauri inapata kipato, ndio inapopata nafasi ya kutatua changamoto zinazowakabili kama kuwajengea zahanati, kujenga vyumba vya madarasa na shughuli mbalimbali ambazo ni za utoaji wa huduma kwa wananchi. Lakini na hiyo fursa ambayo inaisema ya kahawa ambayo kila mwaka tunaifanya na mwaka ujao tutaifanya, ya kuotesha miche ambayo tunaigawa bure kwa wananchi ili waweze kwenda kuipanda na kuitunza na hatimaye kuwa na mashamba mazuri ya kahawa ambayo baadaye muda sio mrefu, kama sasa hivi tunaambiwa kilo moja ni shilingi 5,000 inaenda mpaka 6,000, itategemea na mnada, lakini kiwango cha chini ni 5,000. Kwa hiyo sasa hivi unajikuta ukiwa na magunia yako mawili unakaribia milioni. Kwa hiyo niwahamasishe wananchi waendelee kujituma kufanya kazi, na ndio msingi wa utakao wajengea maisha bora.
lakini ndio msingi utakaofanya halmashauri iweze kuwa na mapato mazuri ambayo itaiwezesha kutoa huduma nzuri kwa wananchi.